Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni pamoja na Saudi Arabia, taifa la Kiislamu ambalo limeamua kuwauzia pombe wageni matajiri. Saudi Arabia, moja kati ya ngome za Kiislamu ulimwenguni, ambalo kuna miji mitakatifu ya Maka na Madina, maeneo ambayo katika imani ya Kiislamu ni maeneo mashuhuri, lakini pia ni maeneo matakatifu. Taifa hilo limeingia katika mpango mwingine wa kuingiza fedha za kigeni, ambapo wakati huu kupitia mwanamfalme Mohammed bin Salman katika utawala wake linaruhusu uuzwaji wa pombe katika nchi hiyo. Taifa la Saudi Arabia limeanza kuwaruhusu wageni mabwenyenye kununua pombe nchini humo baada ya kupiga marufuku uuzaji wa pombe miaka 73 iliyopita. Saudia ilipiga marufuku uuzaji wa pombe kutokana na mifumo ya Kiislamu iliyokuwa ikiendeshwa katika taifa hilo, kutokana na vitabu ambavyo kwa mujibu wa viongozi wa kidini wa taifa hilo, moja kati ya kanuni iliyokuwa ikifuatwa katika taifa hilo ni kukataliwa kwa uuzwaji wa pombe na unywaji wa pombe. Katika miongo kadhaa, eneo la makazi ya wanadiplomasia mjini Riyadh ni eneo la kifahari ambalo limejaa majumba na ofisi za balozi. Ila katika eneo la maduka madogo sasa yanaonekana kuuzwa pombe yamefunguliwa tena, ambapo wanauziwa pombe watu matajiri na wa kigeni ambao si waumini wa Kiislamu. Hii inaonekana kuwa mabadiliko makubwa kuwahi kutokea katika taifa hilo lenye sheria kali kuhusu matumizi ya vileo. Kuruhusu uuzaji wa pombe kumeonekana kama uamuzi mkubwa ambao taifa hilo limefanya. Kununua pombe hiyo lazima uwe mkazi wa kigeni na umiliki kibali cha kuishi nchini humo ambacho kinagharimu karibia rial 100,000 sawasawa na dola za Kimarekani 27,000 kila mwaka, na pia uthibitishe kuwa una kipato cha angalau rial 50,000 sawa na dola za Kimarekani 13,500. Saudi Arabia ni nyumbani kwa sehemu mbili takatifu katika dini ya Kiislamu, na walipiga marufuku uuzaji wa pombe mwaka 1952. Chini ya utawala wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, Saudi Arabia imeweza kufungua vituo vya kuonyesha filamu, wamekuwa na matamasha ya muziki, na sasa wanawake wanaruhusiwa kuendesha magari. Saudi Arabia imeingia katika wakati mwingine ambapo wachambuzi wa mambo wanasema kwa ruhusu wageni kununua pombe itakuja kusababisha hata wenyeji kununua pombe ndani ya taifa hilo. Saudia imechukua hatua zaidi kulegeza sheria kuhusu uuzaji wa pombe kwa kuruhusu wakazi wa kigeni wasiokuwa Waislamu wenye mapato makubwa ya kifedha waweze kununua pombe, lakini wanaeleza wachambuzi kwamba hili litakuja kusababisha taifa hilo kudumbukia na kujitoa katika mifumo ya kidini ya Kiislamu. Wanataaluma wa Kiislamu wanasema kwamba Saudia inaelekea kusiko. Saudia inaingia katika ukafiri, wanasema wanazuoni wa Kiislamu kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati. Wanazuoni wanasema kwamba kunakoelekea taifa hilo sasa litawalazimisha hata raia wasiokuwa wa kigeni kutumia pombe, jambo ambalo lilikatazwa kwa muda mrefu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taifa hilo katika nyakati hizi za Mohammed bin Salman, mwana mfalme, linajiingiza katika namna nyingine ya kufuru, wanasema wachambuzi wa mambo, hasa wanazuoni wa Kiislamu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Inadaiwa kwamba maeneo ya Maka na Madina hayatauzwa pombe kutokana na utakatifu wake, lakini maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Riyadh wataweza kufanya manunuzi chini ya mfumo wa posho, na kila mwezi duka mapya ya vileo pia yanajengwa katika miji miwili kwingineko nchini humo. Kulegeza polepole kwa sheria kuhusu upatikanaji wa pombe kunaambatana na juhudi pana za kupunguza vikwazo vya kijamii na kuifanya Riyadh kuwa kitovu chenye ushindani zaidi kwa biashara na uwekezaji. Saudi Arabia inaona kuchora vipaji vya kigeni na mtaji kama muhimu kwa mabadiliko yake ya kiuchumi. Katika miaka kadhaa iliyopita, nchi ilibatilisha marufuku ya wanawake kuendesha magari, lakini pia ikawaruhusu kushiriki katika burudani za umma, ikiwa ni pamoja na muziki na mchanganyiko wa jinsia na kuhimiza utalii. Kasi ya mabadiliko inaangazia jinsi kazi ilivyo nyeti kufanya ufalme kuwa wa kisasa, mahala pa kuzaliwa Uislamu na nyumbani kwa maeneo mawili matakatifu zaidi ya dini ya Maka na Madina. Hata hivyo, wanazuoni wanasema kwamba suala la kuingiza mapato na kulifanya taifa hilo kuwa tajiri kupitia pombe ni jambo ambalo halitowezekana. Pombe haitoweza kuitajirisha Saudi Arabia.
mafuta yapo ya kutosha na kila kitu kipo. Saudia haiwezi kuwa masikini eti kwa sababu haiuzi pombe wala kufanya starehe. Saudia itabaki kuwa nchi tajiri kutokana na kwamba ni taifa ambalo kila mwaka linaingiza mamilioni ya dola kupitia utalii, lakini pia kupitia hija tukufu katika mji wa Makka na Madina. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikufahamisha yoyote yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.